Ilipofika saa 2:01 usiku mjini Caracas, mji ulikuwa kimya kama kawaida ya usiku wa kitropiki. Hakukuwa na dalili kwamba dakika chache zijazo zingebadilisha historia ya Venezuela, labda kanuni za siasa za kimataifa. Hujambo, karibu katika mkasa huu wa Venezuela dhidi ya Marekani. Jina langu ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News. Usiku huo wa Jumamosi, giza likazidi kuwa zito zaidi. Umeme ukakatika, mawasiliano yakatikisika. Angani, sauti zisizo za kawaida zikaanza kusikika. Ndani ya makazi yenye ulinzi mkali, Rais Nicolas Maduro alikuwa katika sekunde za mwisho za mamlaka yake bila yeye mwenyewe kujua. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa baadaye, vikosi maalum vya Marekani vilikuwa tayari vimeingia nchini. Drones angani, ndege zaidi ya 150 zikiwa katika mpango wa kuratibu, na taarifa za kijasusi zilizokusanywa kwa miezi, huenda miaka, zilikuwa zimefikisha operesheni kwenye kilele chake. Maduro alijaribu kufikia chumba salama kilichoimarishwa kwa chuma. Alifanikiwa kufungua mlango, lakini hakufunga. Dakika chache baadaye, kikosi cha Delta Force kilikuwa ndani tayari. Hakukuwa na mapambano makubwa, hakukuwa na risasi nyingi. Historia wakati mwingine hubadilishwa kwa ukimya. Maduro na mkewe Cilia Flores walitolewa nje ya makazi yao, si kama viongozi wa taifa, bali kama washukiwa wa uhalifu wa kimataifa. Kutoka Caracas hadi baharini, walipandishwa kwenye meli ya kijeshi ya Marekani, USS Iwo Jima. Kisha safari ya anga ikafuata hadi New York, mahali ambako siasa hukutana na sheria kwa ukali wake wote. Mashtaka yakasomwa, uhalifu wa silaha na dawa za kulevya. Dunia ikashuhudia picha zisizotarajiwa. Mtu aliyekuwa amekalia mamlaka kwa miaka sasa akawa chini ya mfumo wa sheria wa nchi nyingine. Nani anaongoza sasa? Hilo ndilo swali lililokuwa gumzo duniani. Kikatiba, makamu wa rais Delcy Rodriguez angechukua madaraka ya muda, lakini kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ilibadilisha mahesabu yote. Alitangaza kuwa Marekani itasimamia nchi hiyo hadi mpito sahihi wa madaraka upatikane. Kauli hiyo haikuwa tu ya kisiasa, ilikuwa ya kihistoria na pia ya kutisha kwa baadhi ya mataifa. Rodriguez akajibu kwa maneno machache lakini mazito: tuko tayari kujilinda. Katika sentensi hiyo fupi kulikuwa na uwezekano wa vita, mazungumzo au mgogoro wa muda mrefu. Venezuela si taifa la kawaida, lina akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani, na pale Trump aliposema kampuni za mafuta za Marekani zitaingia nchini humo, wakosoaji waliona taswira kamili: siasa, usalama na nishati zikikutana katika kitovu kimoja. Baadhi ya nchi zilikosoa vikali hatua ya Marekani, zikisema imekiuka uhuru wa taifa huru. Wengine walinyamaza, ukimya ambao mara nyingi husema mengi kuliko hotuba. Leo Venezuela ipo katika hali ya kusubiri. Hakuna uhakika kamili wa nani anashikilia mamlaka halisi. Wananchi wake wanatazama, wakisubiri majibu ambayo hayaji haraka. Je, huu ni mwanzo wa demokrasia mpya au ni ukurasa mwingine wa historia ya mataifa kuchezewa na nguvu kubwa? Kukamatwa kwa Nicolas Maduro si mwisho wa hadithi, ni mwanzo wa simulizi pana zaidi ya mamlaka, uhalali na hatima ya mataifa madogo katika ulimwengu unaoendeshwa na nguvu. Katika usiku mmoja, Venezuela ilipoteza rais, lakini dunia ikapata swali jipya: ni nani anayeamua hatima ya taifa? Force News itaendelea kusimulia hadithi hii kwa kina, kwa umakini na bila haraka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Asante kwa kufuatilia Force News.